baba. Nani kakuuzi? Vigezo na masharti kuzingatiwa. Kata wanafiki chuma cha Mjerumani kimoja Tanzania, mwandishi wa habari nguli na ithibati. Lete maswali. Na una nini? Ithibati ninayo. Ndio. Yes. Bwana, tuanzie tutazame kiufundi mchezo wa Young Africans akiwa nyumbani, mchezo wa pili akipata mabao mawili katika uwanja wake wa nyumbani dhidi ya Silver Striker. Kiufundi jicho lako limeona nini? Of course imekuwa ni mechi ya malengo zaidi kwa wananchi Young Africans, kwa sababu lengo sio kushinda na ubaki nyumbani. Lengo ni kushinda na kusonga mbele katika hatua ya makundi. Hata rafiki yangu Popa tukulia sio kwa bahati mbaya. Analia kwa sababu amefuzu kwenda katika hatua ya makundi. Kwa sababu imekuwa ni mechi ya malengo, na ipongeza Young Africans katika hiki ambacho wamekifanya leo cha kuweza kupata matokeo ya ushindi na kusonga mbele. Ndio maana halisi ya timu kubwa sio kuondoka katika mashindano, ila ni kusonga mbele kwenye hatua kama hizi. At least ukatoke kwenye hatua ya makundi mbeleni au robo finali, lakini sio katika raundi hii. Ingekuwa ni aibu kubwa, kwa sababu hata president wa Young Africans aliweka bayana kwamba malengo yao ni kuweza kufika katika hatua ya makundi. Kwa hiyo Young Africans katika plani ambayo walikuwa nayo, target ya kwanza wameweza kufanikiwa kuweza kuingia katika hatua ya makundi. Licha ya kuwa mechi haijawa bora sana kwa wachezaji wa Yanga kuwafurahisha zaidi washabiki wao, lakini ukweli usiopingika, jambo la msingi ni kuweza kupata matokeo ya ushindi na kuweza kuondoka na alama 3 na kwenda katika hatua ya makundi. Ukweli ni kwamba kocha ambaye amekaimu leo kuna kitu fulani amekitengeneza kama mabadiliko fulani, lakini kipi hicho chuma? Lakini ukiangalia hata lineup ambayo ameitoa leo ni tofauti na lineup ya kocha Roma Difosi, kocha ambaye hana bandama ndio maana acheki. Wanapata vizuri Kwa hiyo utakuja kuona kwamba mabadiliko ambayo kocha ameyafanya leo hii kwenye kikosi yanathibitisha kwamba kwenye benchi la ufundi kuna kocha mwingine. Licha ya kuwa bado Young Africans, ukweli usiopingika, ili inabidi lisemwe ili Young Africans waweze kubadilika. Kwenye usajili ambao wameufanya kunako dirisha kubwa, bado ukiutazama kuna changamoto kubwa zaidi. Ni ngumu kuona namba 10 aliondoka na namba 10 ambaye yupo anajitambulisha vipi kiwanjani. Dombia ukimtazama hata kama akicheza namba 8 au namba 10, sometimes unaweza usimuone kiwanjani. Sasa ni kosa kubwa sana kama unacheza namba 8 au unacheza namba 10, ni changamoto. Ilikuwa ni rahisi sana kumuona Stefan Aziz Ki akicheza namba 10, anathibitisha yeye yuko uwanjani. Timu kama haina mpira unamuona anahusika kwenye kukaba. Timu kama imepata pigo huru, unajua kabisa mpigaji ni nani. Lakini kwa hivi sasa Young Africans kwa asilimia kubwa hata wapiga set play kidogo imekuwa ni changamoto. Nini maana yake? Young Africans inapaswa kufanya maboresho mengine haraka iwezekanavyo kwa hivi sasa. Kupata wachezaji ambao watakuwa na sifa ya kucheza namba 8, kupata wachezaji ambao watakuwa na sifa ya kucheza namba 10. Kwa maana ya kwamba wawe wana uwezo wa kukuofa katika kila eneo. Lakini vinginevyo kuingia hatua ya makundi, sawa, Young Africans imefanikiwa. Lakini bado wengine bado hawajaklik. Maana yupo Kouma ambaye hajapata sana nafasi, Dombia kama hivyo ameanza kwenye michezo kadhaa, ina maana hajafikia ile standard ambayo unaiona kama ya namba 10 ambavyo unatarajia labda ya Aziz. Nadhani kila mmoja anaona mchezaji ambapo anapokuwa amekuja kwenye kikosi, kama hana nafasi manake ameshindwa kuthibitisha alichokuwa nacho. Inawezekana adaptation, lakini sitaki kuliamini sana. Aziz wakati anakuja naye alianza kwa kudemadema, lakini alionekana kwamba yuko kiwanjani. Mechi za dabi zilimtambulisha kwa kiwango kikubwa sana. Wanipata vizuri? Kwa kama ni hivyo, ni kwamba hawa wachezaji licha kuwa time wanaweza kupatiwa, wakina Barakonte sio wachezaji wabaya, lakini bado wana deni kwa wanayanga. Barakonte, Kouma, Dombia wana deni kubwa sana kwa wanayanga mpaka Boyeli. Lakini kuhusiana na Prince Dube, mimi ni moja kati ya watu ambao hata wakati ambao msimu unaanza sikuwahi kutokea kumkubali Dube. Huo ndio uhalisia. Rasmi chuma cha Mjerumani, Dube hata kama akiona klipu hii, Dube hana sifa ya kucheza Yanga. Tangazo la taifa. Dube hana hadhi ya kucheza Yanga Afrika. Kwa nini? Kwa sababu kama uongozi wa Yanga itawapendeza, wana kila sababu ya kumkata hata mshahara mwezi huu. Chuma unasema? Kama uongozi wa Yanga itawapendeza,
wana kila sababu ya kumnyoa mshahara mwezi huu. Uwezi ukawa na striker katika mashindano ya kimataifa makubwa kama haya. Nafasi 6 unakosa zote. Huyu alitengenezewa nafasi 6 na Mohamed Dombe kwenye mechi ya Angola, kapata nafasi 1. Uwezi ukawa na mshambuliaji ni level ya kawaida kabisa. Prince Dube, Young Africans imempalia. Na nishasema siku nyingi, Young Africans sio Azam FC. Kwamba hata usiposhinda hakuna naye kuhoji. Hakuna. Ndio maana juzi jana ameshinda kwenye timu mbovu mpaka tunalia. Yaani timu ambayo iko ICU. Unalia. Ukicheza na Barekane. Ukishinda wewe utazimia wewe. Unaelewa vizuri? Haiwezekani. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba Dube ni mchezaji wa Yanga. Lakini kwa sasa naona kabisa uongozi wa Yanga uanze kufikiria huyu mchezaji hapaswi kubaki Young Africans msimu ujao. Maana yake awapishe Young Africans. Yes. Kwa sababu ninachokisema hata mwana Yanga ambaye amekuja uwanjani ameona the way ambavyo goli kwenye 6 box anakosa. Haiwezekani. Nafasi ambazo umezipata kwa Silver Strike huwezi kuzipata kwa Orlando, huwezi kuzipata kwa Mamelodi Sundowns. Sometimes inabidi tuambiwe tu ukweli ili uelewe. Unaelewa vizuri? Dube hana hadhi ya kucheza Young Africans. Huo ndio ukweli na viongozi hilo walipokea. Tupo watu wengine kwa ajili ya kuambia ukweli, kuwakumbusha. Inawezekana kuna mahali walikosea, wakaona Dube ni mali. Lakini ukweli sio pingika. Dube hadhi yake KMC huko akacheza. Ndio walisia. Lakini kukosea ni sehemu ya mchezo. Kwa sababu ukiangalia hii ni mechi ya pili. Si ndio? Yaani kama Dube angekuwa ni clinical finisher leo hii, tulikuwa tunazungumza Dube ndiye top scorer wa ligi ya mabingwa mpaka hivi sasa. Imagine angepata goli 6 Angola, angeshinda goli 4 za leo, ngapi huko? 10 hizo. Nani anamfikia hapo? Maana yake angekwenda kuweka rekodi. Umemwona Fiston Kalala Mayele? Bado pengo la Fiston Kalala Mayele Young Africans lipo linawatesa. Huo ndio ukweli. Lazima umtaje. Lazima. Yaani lile bundi la Mayele liko pale. Unajua kipindi ambacho Mayele yupo ulikuwa unacheza na Yanga alafu unacheza na Mayele. Ndiye mshambuliaji wa kwanza, achana wote ambao pita si Bugalu si Boko si nani, wale wote mpeche kina MK14 wa kawaida. Lakini mwamba anaitwa Fiston Kalala Mayele kakichafua ndani ya Tanzania. Huyu ameimbisha mashehe na wachungaji kutetema makanisani. Kaondoka. Alipoondoka kaenda ligi ya kwanza barani Afrika, top scorer na top scorer ligi ya mabingwa barani Afrika. Amemfikia Boko anamfikia. Mugala anamfikia. MK14 manake Fiston Kalala Mayele. Yule ni Mwalimu Nyerere wa matop scorer wote nchi hii. Unabisha basi anakuchosha kabisa. Nani huyo? Mayele. Mayele ni choshi, Mayele anifurahisha kwa kazi anayoifanya. Sifa ya striker sio kusimama kama msumari wa kenchi. Maana ukimwangalia Dube the way anavyokimbia, hana pressing nzuri kuwafanya defenders wasiwe na uhuru. Yaani anakimbia chini kama kuna mbigili. Haiwezekani. Unaipata na alisema hili very clear. Lazima Dube abadilike. Ili tusiyaseme haya awe na score. Huu sio muda wa kusema kwamba eti mimi nashukuru Alikamwe kanisupport. Wewe sikiliza wewe. Akusupport ili weje? Tumeleta mpaka mastreka ambao wameombewa nchi wamedunda, lakini Mayele yule kaondoka zake. Haiwezekani. Lazima Yanga Africans dirisha dogo. Na niwaambie leo kweli. Yanga kuifunga Simba Disemba. Kazini kuna kazi. Inaanza kukutia mashaka sasa. Na waambie ni kweli. Yoyote atakayebisha hiki ninachokisema chuma. Labda itokee Mungu aamue. Ndiyo. Unapocheza unakata moto namna hii. Na pressing ya Simba waliokuwa nayo sio mchezo. Kwa sababu kuna muda ukiangalia, cha kwanza Yanga anapaswa kuwa na kocha ambaye ni mkubwa, mwenye exposure na experience na mashindano ya kimataifa. Kocha ambaye ana uwezo wa kusoma mpinzani anachezaje. Kuna muda uko unaona leo licha ya kuwa ubora wa Dube na Boyeli hawatofautiani sana kivile, lakini kuna muda unaona kabisa Dube hana sifa kucheza dakika 75 kiwanjani. Huo ndio ukweli. Manake unapomfunga mpinzani unazidi kumnyongonyesha. Manake leo ingekuwa 2-1 hapa Yanga out. Jangwani. Hatua makundi na kwenda wale watoto wale Silver. Ingekuwa ni aibu ya nchi. Lakini yote katika yote tunapongeza kwa sababu timu ya Young Africans imekwenda katika hatua ya makundi, ndio tabia za kikubwa. Yaani ambacho leo kimetokea ni experience ya timu.
Kwa maana kwamba sasa ukubwa umeenda kuamua, lakini ukweli usiopingika. Mimi ninachokwambia, kama goli la kwanza limepatikana dakika ya 4 sio ya ngapi, uwanja ukacheua vile, zingepigwa goli nyingi hapa. Manake hapa wana Yanga wanajua wamefuzu, lakini moyoni wanajua kazini kwa kuna kazi, na hili sio la kuficha. Unaelewa vizuri? Lazima timu yao ikajipange vizuri, lakini vinginevyo itakuwa ni kufika katika hatua ya makundi, kufikia targeti hiyo tu na kurudi nyumbani. Manake hata kwenye dirisha dogo wanapaswa kwenda kutafuta wachezaji wengine, striker wa maana. Na niwakumbushe viongozi wa Young Africans, huu ndio muda wa kuangalia mchezaji ambao na msajili wa kigeni kwenye mkataba wake, weka vipengele vya performance, weka vipengele vya kufumbania nyavu. Uwezi kuwa na mshambuliaji ambaye anakosa katika msimu anakosa goli 100, anapata goli 30, maana yake ni short na mshahara anachukua mkubwa. Haiwezekani. Maana kama utakuwa na mkataba ambao na vipengele vya aina hii, utajua wapi umnyoe. Maana kama utashindwa kufikisha goli 5 kwenye ligi ya mabingwa hatua ya hizi mpaka hatua ya makundi, maana yake mkataba umevunjika, maana yake Dube alikuwa anaondoka. Huo ndio uhalisia. Yanga imetengeneza, haina changamoto ya kutengeneza nafasi. Nafasi zinatengenezwa, lakini wao mnashindwa kuscore. Manake issue ni quality. Katika eneo zima la ushambuliaji ya Young Africans bado kuna changamoto. Amini ninachokwambia. Ndio, kesho kuna mechi nyingine, Mnyama naye atashuka dimbani. Kwa namna ambavyo amecheza ugenini kule, lakini kiujumla performance yake kule na kuelekea katika mchezo wa kesho.